Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tunaweza kusema zile juhudi za msanii Harmonize kuhangaika huku na huku kwa ajili tu ya kulirudisha penzi lake kwa Kajala ni kama vile limefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Bana, msanii Harmonize amehangaika kweli kweli. Unaambiwa aliwahi hata kutuma watu kwa ajili tu ya kwenda nyumbani kwa Kajala kumwombea msamaha, na Kajala alikuwa anamtolea nje. Mwijaku ni mfano mzuri, aliwahi kuagizwa na msanii Harmonize kwa ajili tu ya kuandaa tamasha kubwa la kuweza kuomba msamaha kwa Kajala, japokuwa lile tamasha halikufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wapo watu ambao waliingilia kati, kina Juma Lokole, kwa ajili tu ya kumtetea Kajala kuwa amesema hataki shobo na wala hamtaki huyo Makonde. Sasa siku ya jana katika birthday party ya mtoto wa Mario pamoja na Paula ambaye ni mjukuu wa kwanza kwa Kajala, yalitokea mambo mengi sana baada tu ya msanii Harmonize kualikwa katika shughuli hile. Bana, mambo yalibadilika kweli kweli. Tulishuhudia mahaba mazito ambayo msanii Harmonize pamoja na Kajala walikuwa wakiyaonesha. Bana, sio utani. Wawili hawa tunaweza kusema wanapendana kweli kweli, na kwa sasa hivi wamerudiana rasmi. Sasa dada wa taifa Mange Kimambe alidai kuwa penzi hili halijawahi kuachana, yani ni vile tu walishindwa kuona ni kwa namna gani wanaweza kuliweka wazi kwenye mitandao ya kijamii. Na siku ya jana katika birthday party ya Amara, basi wakaona ndio muda sahihi wa kujiachia, ili mradi tu watu waweze kuelewa kuwa wao bado wanaendelea na penzi lao na wanaendelea na mahusiano yao kama kawaida. Kwa sababu ukimwangalia Harmonize namna ambavyo alikuwa akicheza muziki na Kajala, basi unaweza kuona wawili hawa bana bado wanapendana kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia tunaweza kusema juhudi za Harmonize zimezaa matunda, kwa sababu angekata tamaa huenda asingekuwa leo hii na mwanadada Kajala. Na unaambiwa baada tu ya sherehe nzima ya birthday party kukamilika, basi msanii Harmonize alipata muda na kuongea faraga na mpenzi wake Kajala, na wakayajenga, na mpaka sasa hivi tunaweza kusema msanii Harmonize pamoja na Kajala rasmi wamerudiana, ni mtu na mpenzi wake. Na tunaweza kusema pia basi familia nzima ya Kajala ina furaha kubwa sana, kwa sababu baada tu ya Harmonize kufika katika shughuli ile, tulishuhudia furaha ambayo waliionyesha, kwa sababu Mario rafiki yake mkubwa ni msanii Harmonize, hivyo alifurahia baada tu ya Harmonize kuhudhuria katika shughuli ile. Lakini mtu ambaye amefurahi zaidi bana ni Kajala, mpaka amekubali kupata picha za pamoja na msanii Harmonize, lakini pia alimpatia nafasi ya kuimba naye pamoja na kucheza naye ule wimbo wa Wangu ambao alishirikishwa na msanii Mario. Bana, moja kwa moja tumelipigisha swala hili mstari. Msanii Harmonize pamoja na Kajala wamerudiana rasmi, na kwa sasa hivi ni mtu na mpenzi wake. Na unaambiwa muda si mrefu Kajala ataweza kukusanya mabegi yake, ili mradi tu aweze kuhamia tena nyumbani kwa msanii Harmonize na waendelee na maisha yao kama kawaida. Lakini tunaweza kusema penzi la Kajala pamoja na Harmonize bana, hao watu wawili wanapendana kwa kiasi kikubwa sana. Namna ambavyo walikuwa wakienjoy katika ile birthday party, namna ambavyo walikuwa wakicheza, watu wengi sana wametafsiri kuwa wawili hawa wana upendo wa dhati. Msanii Harmonize anampenda kweli Kajala, na Kajala yeye hajaamua kujivunga. Bana, kuna muda Kajala anajisahau na kuamua kumkisi msanii Harmonize, ni kama vile na yeye pia alimmisi kwa kiasi kikubwa sana, na akaamua kujiachia ile siku ya jana. Sasa mimi na wewe, hebu tusubiri ni nini ambacho kitatokea au ni nini ambacho kitafuata. Msanii Harmonize atachukua hatua gani baada tu ya Kajala kuthibitisha msamaha wake rasmi siku ya jana? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on notification.